Haleluya. Amen. Imenifurahisha sana. Na nilikuwa nasema, ndugu zangu viongozi wa serikali mlioko hapa, watumishi wa Mungu wote, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wote, mabibi na mabwana, Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwepo Goma kwanza, lakini pia sio mara yangu ya kwanza kuja Goma. Hii ni mara ya 4. Kila mwaka nakuja, miaka 4 sasa mfululizo. Lakini nimekuwa Kongo sehemu nyingi, nimekuwa Lubumbashi, nimekuwa Kinshasa, nimekuwa nazungumza kwenye makongamano sehemu nyingi hapa Kongo na sehemu zingine. Lakini namshukuru Mungu kwa heshima mlionipa hapa Goma. Nimepewa heshima na watumishi wa Mungu, nimepewa heshima na viongozi wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kila sababu ya kusema Mungu wangu awabariki sana. Amen. Na namshukuru Mungu kwa sababu ninaona nuru Goma. Naona nuru Kongo. Amen. Unajua, ukiwa nje ya Kongo, mambo unayosikia ni tofauti na hapa. Hata ukienda Ulaya, mimi nikisafiri nje huko, ukiwaambia watu karibu Tanzania, mimi natoka Tanzania, Dar es Salaam, ukiwaambia watu karibu Tanzania, wanasema Afrika. Wanasema yes. Wanasema kuna vita. Lakini ninawauliza swali, mimi mbona nimekuja na ninarudi huko? Na hapa Goma, ukiwa huko, unajua Goma ni moshi unavuka. Lakini nakuja Goma, ninakula, ninalala, naondoka. Nakuja nalala, naondoka. Amen. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitahidi kusemea. Mimi nikienda huko nawaambia Goma, mtu ameniuliza kwenye message huko, baba, usalama ukoje huko? Mtu ameniuliza usalama ukoje? Nikamwambia, huko usalama? Mbona una shida huko? So wewe unajua kwa nikwambie. So unaona hapa nimesimama. Ona huko. Hamna usalama. Na hawa wakiwepo huko nje, kwa sababu hata huko kwetu nakaaga na viongozi wa serikali, nakaaga na viongozi wa ulinzi na usalama, na nikiwaga nao hivi huko. Siku moja nimeenda kukutana na mkuu wa security ya State House ya president. Sasa wamenikaribisha. Ili kukaribishwa, ninakaribishwa, wale wasaidizi wananinyang'anya na simu. Kumbe hauingiaki na simu. Wanasema uko na chochote? Sema asema. Kweli mzee? Wanasema. Lakini wamezunguka nyumba kila mara. Sasa ukiona hawa wapo hapa huko, wangapi wanajua mchwa? Mchwa, mnajua mchwa? Ile inatengeneza kichuguu. Ndani ya mchwa kuna malikia. Sasa malikia akiwa ndani, unaona mchwa vile anafanya kazi. Si ndio? Mimi namshukuru Mungu, huwa nawapenda hawa kwa sababu wanatufanya tulale usingizi. Hawa watu wanabidi kuwaombea. Na mimi jambo ambalo limenifurahi, wanakuja kwenye mikutano kama hii. Ndio watu wa Kongo mmebarikiwa sana. Mmebarikiwa sana. Mawaziri, wabunge, madiwani, Mungu hapa, Mungu awabariki sana. Sasa nianze kwa kusema hivi kwa sababu ya muda. Wametangulia wananaji wengine hapa. Ametangulia ndugu yangu pale, mimi siwajui majina. Kwa mtanisamehe. Na sijui hata vyeo vyenu vinatamkwaje huko. Ndio hapa leo mmenipa shida kweli. Kila mtu akizungumza hapa, juu Kifaransa. Mimi sielewi. Mmenipa shida sana leo. Mimi ninajua watu wa Goma mnanipenda, lakini leo hamkunitendea haki. Amen. Sasa umeongea Kifaransa kitamu kweli, lakini na ndugu yangu amejitahidi, lakini mengine yalikuwa yanapita.
Mama na yeye Kiswahili chake ni kile cha ndani. Umesema vizuri sana. Umesema juu ya watu kufanya kazi. Na nimeona watu wengi Afrika wanapenda kufanyiwa kazi. Hawapendi kufanya kazi. Biblia inasema asiyefanya kazi na asili. Sisi pale Tanzania rais wetu amesema hapa kazi tu. Kazi. Na amesema hata chakula kama mna njaa haleti msaada. Fanya kazi. Kama mvua inanyesha na wewe unalala, nani akulete chakula? Amen. Na inasababisha watu tufanye kazi. Na unapofanya kazi, Mungu hakutupi. Mungu hawezi kutupa. Amen. Na mama amesimama hapa, mambo machache niliyoambiwa, ametetea sana wanawake. Mungu akubariki mama. Na mimi nakuunga mkono. Ndio maana nimekuja na mwanamke. Amen. Nimempa nafasi mke wangu ya kufanya kazi kwa uhuru. Anaandika vitabu, hiyo unaona anaandika, wakati mwingine anahama nyumbani, anaenda kukaa ofisini na lala mwenyewe. Yeye anaandika vitabu. Sawa sawa. Lakini sasa leo unaona vitabu, ameandika vitabu 7, mimi sijaandika hata peji moja. Yeye vitabu 7. Na Mungu ambariki. Amen. Na nataka kusema maneno mawili au matatu leo. Ninajua tuna viongozi wa serikali hapa. Ninajua tuna wanasiasa katikati yetu. Ninajua tuna wafanya biashara. Tunajua tuna wafanya biashara na mashirika mbalimbali na mambo kama hayo. Najua tuna viongozi wa makanisa, viongozi wa dini mbalimbali. Lakini kuna mambo ambayo nataka tuzungumze leo kwa muda mfupi ambao mtaweza kusimama hapa. Na ninajua nikimaliza kusema utakuwa umeokota cha kwako. Na hautatoka mtupu. Amen. Naomba tuombe. Bwana Yesu, nasema asante kwa neema na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Na asante kwa ajili ya kila mmoja. Na asante kwa mbaraka wako. Tunajiweka mikononi mwako, Roho Mtakatifu, sema na maisha yetu. Na sasa Baba, niko tayari kutumika na wewe kwa ajili ya watu wako hawa. Nasihi neema yako na ujasiri wako na hekima yako katika Kristo Yesu. Amen. Nataka tuone maandiko kidogo kwenye Biblia. Kabla ya kuangalia maandiko, nataka ujitambue. Kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho ndugu yangu amesema sana, nimefurahi maandiko aliyotumia, sura ya 12. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema Genesis sura ya kwanza, sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nawe uwe nini? Baraka. Sasa huyu ndugu yetu amezungumza habari ya kuilima ardhi. Wote tunaweza tukatoka tukalima. Sasa wakati mwingine hatuna mashamba kwa maana ya ardhi, lakini pale ofisini unafanya kazi, ndio shamba lako inawezekana. Lakini tunapolima wote tunapanda. Tunapopanda wote tunavuna. Lakini kwenye mavuno ndio huwa kuna tofauti. Tunaweza tukalima wote, tukapanda wote. Kwenye kuvuna kunatokea tofauti. Huyu anavuna magunia 30, huyu anavuna 60. 30 ni makumi matatu. 60 ni makumi 6. Mwingine anavuna 100. Sasa 100 si tunasema makumi 10. Haya, 100. Sasa katika kuvuna, halafu tukishavuna tunaanza kutumia mavuno. Tatizo haliko kwenye kulima. Tatizo haliwaki kwenye kupanda wala kwenye kuvuna. Tatizo linakuwa kwenye kutumia.
wakati wa kutumia mavuno ndio huwa kuna shida. Sasa kwenye matumizi ya mavuno ndipo panahitaji hekima. Hapa kuna viongozi wa serikali, wakati mwingine kunakuwa na njaa kwenye nchi, lakini wale watu sio kwa sababu hawakulima, sio kwa sababu hawakupanda, sio kwa sababu hawakuvuna, walivuna, lakini walikosa hekima ya kutumia. Hata ndani ya kanisa tunapata shida kwa sababu tunakosa hekima ya kutumia. Sio jinsi ya kuvuna, sio jinsi ya kupanda. Ibrahim anaambiwa kukubariki, nenda ukitoka ukifanya kazi nitakubariki. Kwamba nenda unapokwenda, lakini ninakupeleka ukitii sauti yangu nitakubariki. Na nikisha kubariki na wewe uwe baraka. Amen. Na wewe uwe baraka. Sasa kuna jambo nataka unisikilize vizuri. Hili ndio la kwanza nataka kuzungumza hapa. Kwamba baada ya wewe kubarikiwa, wewe ni mfanya biashara, wewe ni mwanasiasa, wewe ni kiongozi wa serikali, wewe ni mkuu wa vyombo vya ulinzi, baada ya kubarikiwa unafanyikaje baraka kwa wengine? Kule kufanyika baraka kwa wengine ndio matumizi ya ulichovuna. Haleluya. Kule kufanyika baraka kwa wengine ndio matumizi ya ulichovuna. Nitoe mfano kidogo. Zamani wakati wa ukoloni tuna viongozi walisimama. Hapa Kongo walisimama Patrice Lumumba. Ndio. Na hamtamsahau. Tanzania alisimama Nyerere. Hapo Zambia alisimama Kaunda. Haya, Kenya alisimama Mzee Kenyatta. Na sehemu nyingine huko Ghana alisimama. Hawa wazee walisimama. Mungu aliwabariki na akili na hekima. Sawa sawa. Lakini wakasimama kwa ajili yetu. Ona leo tumekusanyika hapa raha kabisa. Hatukupigana sisi. Hatukung'ang'ana sisi. Wako watu walifanyika baraka kwa ajili ya sisi. Amen. Haleluya. Kwa hiyo chochote ndani ya maisha yako, kama ni mfanya biashara, huwa ninawauliza watu, kama unafanya biashara pale mtaani, kama wewe ni kiongozi, wewe, sisi wengine, raia wengine, tunakufurahia kwa jambo gani? Haleluya. Pale Tanzania tuna watu wamekuja wanafanya mining, wanachimba migodi ya dhahabu, almasi, yako makampuni pale. Nafikiri mengine mmesikia kitu gani kinatokea Tanzania. Wale jamaa wanachimba hapa, tumezuia watu wetu kuchimba. Tumeleta hawa watu tunawaita wawekezaji, ni wafanya biashara. Inabidi wapate faida ndio. Lakini na sisi hapa tunafaidika nini na wao? Haleluya. Wanafanyikaje baraka kwetu? Unajua, maisha haya ni mafupi. Maisha haya sio marefu. Utapambana, utachakalika, baada ya muda utaondoka. Sawa sawa. Swali linakuja, baada ya kuondoka, huku nyuma tunakukumbuka kwa kitu gani? Ndio kwa Kiingereza wanaita legacy. Sijui Kifaransa mnasemaje? Heritage. Si ndio? Legacy. Mimi nina watoto. Mungu amenipa watoto wengi. Mimi nina watoto 7. Sawa sawa. Mimi naambia tuna watoto 7. Unajua 7? Nimefurahi hapa Kongo bado watu wanazaa. Kuna sehemu zingine watu hawataki kuzaa. Sijui kwa nini watu wa mama. Unasema wanawake wasione, wakiwaambia kina mama nao wazae. Haleluya. Kuzaa ni baraka. Haleluya. Siku hizi wanasema kuna uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango sio watoto wachache, ni uzae kwa kitambo. Hata ukiwa 10 lakini kitambo. Kwa sababu wanasema maisha magumu. Mimi kwa umri wangu, mimi ni mtu mzima. Kwa umri wangu
sijawahi kusikia maisha rahisi. Wewe ushasikia? Tangu unazaliwa wanasema maisha magumu. Unakuwa baba anasema maisha magumu. Mpaka na wewe unasema maisha magumu. Inakuwa ni wimbo wa kawaida. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Mara ya kwanza nilipofika Goma hakukuwa barabara. Leo nimepita juzi nimeingia iko lami. Sawa sawa. Ina maana kuna watu wamekuwa baraka kwa maisha ya wengine. Amen. Na kila nikija Goma inajengwa. Nimekwenda Lubumbashi haijajengwa kama Goma. Goma inajengwa sana. Nashindwa kuelewa. Hata Kinshasa si inajengwaje si, lakini Kinshasa sikutembea yote. Lakini Goma hapa unajua unaweza kuzunguka kwa maliza. Amen. Sasa swali linakuja, mimi nina watoto wangu. Ninaishi maisha haya mafupi. Nikiondoka duniani nitakumbukwa kwa jambo gani? Hiyo moja, lakini ukumbuke kitu kingine. Chochote unachokiishi, chochote unachokifanya kwa nafasi ambayo Mungu amekupa, uwe mchungaji, uwe shehe, uwe mfanyabiashara, uwe padre, uwe waziri, uwe gavana, uwe mkuu wa jeshi, uwe polisi, chochote unachokifanya ni vema ukajifunza kukifanya kwa haki. Hiyo ndio inaitwa kuwa baraka kwa wengine. Kwa sababu hakuna kitu ambacho utafanya ambacho watoto wako hawatavuna. Tatizo linakuja hapa. Hakuna kitu utafanya alafu wasivune. Ukionea wataonewa. Ukifanyia watu wema, watoto wako watafanyia wema. Mimi kwenye familia nile natoka, ile jamii natoka, mimi ni mtoto wa 7. Mama yangu yuko na miaka 86 sasa. Sawa sawa? Na yuko 86 mama yangu. Sasa mimi ni mtoto wa 7 na niko sasa na miaka 53. Naona? Sasa 53. Sasa sikia, wakati ninazaliwa kwa hiyo familia, hiyo familia ilikuwa ni maskini sana. Lakini mama yangu hakunyima mtu chakula. Niliona watu wanakuja wanakaa kwetu, wanakula, wanalala. Mimi sina kaka, sina mkubwa, niko mimi. Mimi sasa ndio kinara. Mimi ndio niko juu sasa. Kila mtu ananiangalia mimi. Lakini ngoja nikwambie, ilianzaje? Nilipokuja mjini Dar es Salaam, nimetoka kijijini. Watu waligombea mimi nikae kwao kwa sababu mama aliwatunza. Kwa sababu mama yangu aliwatunza. Unafanya nini kama kiongozi labda? Na mimi ni kiongozi huko. Na nimekuja hapa kwa una viongozi wenzangu hapa. Niwaulize wenzangu, unafanya nini kwa community? Nenda community. Unafanya nini kwa community? Hata siku ukiondoka ukumbukwe. Na watoto wako wakipita sana, huyu ni mtoto wa yule mzee. Yule mzee alikuwa mtu mzuri. Mtoto wake ndio huyu. Hata mtu aseme ndugu, kuye. Kwa sababu baba yako alikuwa mtu mzuri. Chukua mkate ukule. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Tunaishi maisha unayoishi ni mbegu unapanda. Amen. Maisha yote unayoishi unapanda mbegu. Haleluya. Sasa ili uishi maisha yenye kuleta matunda mema ndani ya maisha yako na uzao wako, unahitaji kitu kinaitwa hekima ya Mungu. Hekima, wisdom. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusuf. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 41, anaonekana Yusuf akitafasiri ndoto ya Farao. Lakini Farao alisema hivi, baada ya kuota ndoto, aliita waganga na wenye hekima ya dunia. Kumbuka, ni waganga na wenye hekima ya dunia. Wakashindwa hiyo kazi. Wana kikomo chao. Alafu baadaye akaambiwa kuna mtu ana hekima ya Mungu. Hawa ni waganga na wenye hekima ya dunia. Lakini huku kuna mtu ana hekima ya Mungu. Anaitwa Yusufu. Alafu Yusufu alipokuja, Farao anasema tunahitaji mtu mwenye akili na hekima. Ina maana akili peke yake
bila hekima ya kutumia akili huwezi kufanikiwa. Haleluya. Kwa tunahitaji kuwa na akili ndio, lakini tunahitaji hekima ya kutumia akili zetu. Watu wanafaidika na nini kuwepo kwako? Kuna faida ya wewe kuwepo. Kwa mfano, makanisa. Sisi pale kanisani kwetu tulikupata eneo dogo, tunajaribu kufanya mambo ambayo jamii inayotuzunguka, community inayotuzunguka ifurahie kuwa na sisi pale. Lazima ufanye hivyo. Kwa mfano makanisani, kazi sio kuhubiri injili tu. Ndugu wangu amesema vizuri sana. Na mimi niliwaambia hata watumishi wa Mungu unapaswa kufanya kazi. Na inabidi ufanye vitu vya kusaidia ambavyo jamii inafaidika navyo. Kuna rafiki yangu mmoja yuko Mombasa, Kenya. Ni askofu. Yule askofu nimehubiri pale kwake. Alafu kuna vurugu zilitoka Mombasa pale. Watu wa pwani wanakataa watu wa bara. Alafu wanachoma majumba yao, wanachoma kila kitu. Wakasema na hii kanisa askofu wake ni mtu wa bara. Lakini yule askofu amefika pale. Amejenga shule. Pale kanisani amejenga shule. Sawa sawa. Watoto wa hiyo community yote wanasoma hapa. Wakasema tuchome hii kanisa. Wakasema tukichoma hii kanisa na watoto wetu wanasoma hapo, watakwenda wapi? Kwa hiyo anafanyika baraka kwa watu wa pale. Kwa hiyo kufanyika baraka kumemlinda. Haleluya. Kumemlinda. Kwa hiyo siku zote kinachoweza kukuvusha na kukupa matunda mema ni hekima ya Mungu ndani yako. Sema hekima ya Mungu. Sema hekima ya Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili. Jambo la pili. Jifunze kuishi maisha ya wengine kwa niaba ya wengine, kwa ajili ya wengine. Kiongozi yoyote mzuri haangalii maisha yake zaidi, anaangalia maisha ya wengine. Haleluya. Hawa jamaa hawalalagi. Kwa nini hawalali? Wanavitana vizuri nyumbani kwao. Mna wake zenu nyumbani kwenu na watoto, si ndio? Kwa nini hamtaki kulala kwenu? Maisha ya raia, si ndio? Unafikiri hawapendi kulala kwao? Akilala kwake na huku mambo yanakwenda hovyo, ameshindwa kazi. Hiyo kazi inabidi amwachie mwingine. Amen. Lakini maisha ya raia, kwa hiyo inabidi asilale. Nina ndugu yangu mmoja, rafiki yangu, tumekuwa naye hivi. Rafiki yangu ndiye mkuu wa polisi Tanzania sasa hivi, IGP. Ndio mkuu wa polisi Tanzania. Amepata juzi mwaka huu, amepewa. Na mimi ndio nimekwenda kumwekea mikono, nimekwenda kumfanyia maombi pale nyumbani. Rafiki yangu tangu shule. Sasa yule bwana ninaona kazi anafanya. Tuna sehemu kule Tanzania panaitwa Kibiti. Huko umetokea watu majambazi. Wametokea watu wale wanaitwa magaidi. Gaidi. Wanakaa pori mikubwa. Wanakaa huko. Wanakaa kwa mahema. Hakuna nyumba. Wanaweka kahema, wanalala, wanahama, hivyo wamekuwa kama wale wa Nigeria wa Boko Haram. Huyu mtu amekwenda yeye halali nyumbani sasa. Jana nimeona kwenye mtandao yuko Kibiti. Ameua majambazi 13. Na yeye namuonyesha mtama, na ameona huyu jamaa yuko mbele yeye. Yeye ni mtu mkubwa. Ni watu wakubwa, lakini kwa nini hamlali? Kwa sababu ya watu. Lakini utakuta kuna watu wengine utasikia polisi hawafanyi kazi. Jeshi hawafanyi kazi. Wangekuwa wafanyi kazi, ungeshajofolewa utumbo. Wanafanya. Tuwaombee Mungu awape nguvu zaidi na hekima zaidi. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa kuna kitu nataka kuzungumza hapa. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Nehemia. Kitu cha pili, Nehemia. Nimesema kuishi kwa ajili ya wengine. Unaishi kwa ajili ya watu. Ukiishi kwa ajili ya watu wengine, unakuwa baraka kwa wengine. Nehemia alipata taarifa
kwamba huku Yerusalemu, ukuta wa Yerusalemu umebomoka, lakini ndani ya Yerusalemu kuna watu wanaishi, hawaoni shida na ukuta umebomoka, lakini wanalala wanaamka. Nehemia akiwa huko kwa mfalme akasema, mfalme, naomba unipe ruhusa. Akaandika barua, akaomba na akapiga magoti, akafunga na kuomba apate ruhusa, na anaomba kwenda kujenga ukuta. Wakati anaomba, sio watu wengine wanaona, lakini kuna watu wanaona shida za watu, hawataki kuishi kwa ajili ya watu. Haleluya. Kwa sababu wakati mwingine hata sisi raia tunapenda tu viongozi waishi kwa ajili yetu, lakini sisi hatutaki kuishi kwa ajili yao. Hata ndani ya kanisa wale washiriki wanataka tu wewe mchungaji tu ndio waombee, wewe mchungaji tu ndio uwabariki. Kumbe na wao wanatakiwa waishi kwa ajili yangu na mimi niishi kwa ajili yao. Ni mabadilishano ya maisha. Haleluya. Sasa tujifunze kuishi kwa ajili ya wengine. Nehemia akaenda akasema, ninataka kwenda kujenga ukuta. Alipofika akakusanya watu walio tayari, wakaanza kujenga ukuta. Lakini angalia sasa hatari. Hata wale walioko pale wangefurahia ukuta kujengwa, ndio wanadharau hata huo ukuta. Ndio wanamkatisha na tamaa. Wanasema ukuta gani? Hata mbweha akikanyage na dondoka. Hata kambwa kakigonga ninaanguka. Ukuta gani? Na walikuwa hapo. Sasa Nehemia akakuta kwamba maadui zake sio wa nje. Maadui zake ni wale ndugu zake. Kwa hiyo akaamua, mkono mmoja anajenga, mkono mwingine anashika silaha. Sasa vita ndiko tayari, lakini kujenga lazima nijenge. Haleluya. Mwambie jirani yako, jifunze kusimama mahali palipobomoka. Sio kuangalia nani atafanya, sio. Mara nyingi tunapenda nani atafanya. Kwa nini isiwe mimi? Hata kama makosa yamefanyika, kazi yako sio kulaumu. Kazi yangu ni kurekebisha makosa ili maisha yasonge mbele. Haleluya. Nasema haleluya. Swala sio makosa. Makosa ya na mwanadamu asiyekosea ana matatizo. Mwanadamu asiyefanya makosa na maana hafanyi chochote. Kama kwa kazi ya ukosei, ndugu yangu, haukosei hata siku moja, una shida. Na nyinyi viongozi mkikaa pale, wala askari wote wakiwapenda, mna shida. Unasema vibaya kidogo ndio mzuri. Ndugu zangu ministry na waziri mko hapa, mkipendwa na watu, hata wakati wa kupiga kura jamani, ya yote ndio kweli. Ikiwa yote ndio utakufa haraka. Inapaswa iwepo na ya hapana. Na uwapende wote na watumikie wote wa ndio na wa hapana. Sawa sawa. Haleluya. Unajua ngoni wa kitu cha ajabu. Yeye viongozi wa serikali mjui sisi wachungaji na maaskofu tuna shida gani? Sisi tuna shida kushinda ya kweli. Nawaambia ukweli. Sisi hatulali kwa ajili ya watu. Tunawaombea. Tunapigiwa simu hata saa 8 usiku. Mchungaji, nina shida. Naomba na mimi. Mapepo yamenikaba. Sio na nini? Nina shida. Naumwa kiuno, tumbo. Unaomba lakini hao. Ni hao. Asubuhi wakilamka tu, akipona tu, amekusahau. Ukisimama kanisani useme tuchangie hata tununue sementi tujenge hapa. Haya, anataka kula pesa unaona. Lakini wakati wa kuomba haleluya. Sasa tujifunze kusimama mahala palipobomoka. Kila mmoja nchi, kwa mfano ndugu zangu, nyie Kongo hii ni ya kwenu. Mimi nitazungumza hapa ndarudi kwetu. Sawa sawa? Ngoja niwaambie ukweli. Hii Kongo haitajengwa na Mtanzania. Hii Kongo haitajengwa na mzungu hata mmoja. Hii Kongo itajengwa na Wakongo.
Kama nyewe wenyewe hamwezi kusimama mkaangalia wapi mmebomoka tukajenga, hakuna mtu atakusaidia. Haleluya. Hakuna mtu. Sisi rais wetu kule, jamaa wanakuja wanachukua madini wanapeleka. Madini hawalipi kodi. Umezungumzia kodi, umefanya vizuri sana, pigeni makofi. Na uliposema kodi nilisikia wanasema ngoja niwasaidie. Wangapi wanataka wakienda hospitali wapate dawa nzuri? Wangapi? Good. Wangapi wanataka barabara ijengwe? Wangapi wanataka umeme usikatike? Sasa mnafikiri nani anaweka hiyo? Ni kodi. Ni kodi. Unajua watu wanapenda kwenda Ulaya. Wanaenda poto, unasema poto. Kwa Kongo kwa poto. Maana na rafiki zangu nilikuwa na sasa nashinda kuelewa watu namna gani. Unamwambia, kiatu yako mzuri, anasema, hasemi asante, sema ya poto. Ni poto. Nimeona hata pale Tanzania vijana wanakuja kutoka Kongo, wengine wanakuja tunakuwa nao pale kanisani. Kumbe mipango yao ilikuwa na poto. Kuondokea Kongo imekuwa ngumu, wamekuja Tanzania. Wengine wako Kenya. Wanataka kwenda tu Belgium, wanataka kwenda tu Canada. Wanataka ni poto. Ukitaka kwenda poto ni kwa sababu huko poto kuna maendeleo. Na maendeleo hayo ya poto yamefanywa na kodi. Nasema wao ni kodi. Serikali kwani inalima shamba? Serikali ya elimu inachukua kodi yako inajenga. Kwa hiyo wewe lipo kodi, usisema tunalipa kodi wanakula, sio kazi yako. Hiyo ni manunguniko, sio kazi. Wewe lipa kodi, Mungu aendelee kukubariki. Hata Yesu alilipa kodi. Wewe hutaki kulipa kodi. Yesu hakulipa kodi. Sasa watumishi wa Mungu kwa nini hatulipi kodi? Kwa nini watu walipi kodi? Yesu alilipa kodi. Yesu alilipa kodi. Tena yeye walipomkaba sasa alikuwa hana hela mfukoni. Unajua Yesu alikuwa maskini sana. Alikuwa hana hela. Hakuwa na makuta. Wakamwambia lete kodi. Sina. Akamwambia wanafunzi wake, chukua ndoano. Wakaenda hapo mzi wa Kivu. Sasa weka hapo. Samaki ya kwanza ukikamata toa. Akamata samaki ya kwanza pasua kwa mdomo. Toa iko pesa. Kwa samaki apate pesa alipe. Asema karibu. Kwani walienda kununua chakula? Walilipa kodi. Alipolipa kodi akaendelea na kazi yake salama kabisa. Na ni mfano wetu sisi wa Kristo. Mkristo mfanya biashara, Mkristo chochote. Kwa mfano mimi sasa hivi sisi Tanzania tunalipa kodi hata ya nyumba. Hii nyumba hii tunalipia kodi. Sijui hapa mnalipa? Nimelipa, hata mimi nalipa. Ni hela ndogo. Lakini watu hata hela ndogo hawataki. Lakini nataka nikwambie kodi, hawa watu wapeni kodi yao. Wafanyie kazi yao. Amen. Na Mungu atatubariki. Sema amen. Amen. Kwa hiyo nazungumzia kusimama mahala palipo bomoka. Siku zote tafuta kujenga palipo bomoka. Hata ndani ya maisha yako. Nilikuwa natoa mfano mimi kwenye familia yangu. Nilikuta maisha yalivyokuwa, nimekuwa ninaona hakuna mtu anakuja kufanya msaada. Hivyo nikajua hii ni kazi yangu ya kujenga hii familia. Sawa sawa? Na nchi yangu kama Tanzania na nchi yangu kama Kongo ni kazi yangu kuijenga. Pale kwetu wanachukua madini wanapeleka. Wanachukua madini wanapeleka. Sasa huyo rais ameingia. Huyo rais Magufuli ameingia yeye ni mtu amekuja namna yake. Anakaa na watu wa security hao. Anawauliza fanyeni kazi, nataka kujua kila kitu. Wakimletea taarifa, kila taarifa wakileta anafanyia kazi. Wamekuta ile mchanga wanabeba kwa container. Iko na mabilioni ya dola. Amezuia yote pale. Kila mwezi container zinakwenda zaidi ya 300. Kila mwezi zaidi ya container 300 zinakwenda poto. Ni poto. Akasema tulia.
wakafanya komiti. Hiyo komiti imekaa, wataalamu wamechunguza, geologist nini ile, wamechunguza, wamekuta kuna mali kubwa ndani ya mchanga hiyo imezuiliwa kuondoka. Yule mkubwa wa kampuni ya Barrick anachimba duniani madini ameruka na ndege kutoka Canada kuja Tanzania. Amefika, amekaa na rais. Sasa yuko mazungumzo yanaendelea, watulipe makota yetu, watulipe pesa yetu. Haleluya! Hawa watu sio wazuri hivyo, nao wanataka kuchuma. Hawakuja kukufaidisha wewe, wanataka kuchukua waende. Haleluya! Kwa hiyo ombi langu viongozi wetu wa serikali, na Mungu awape tu hekima, ujasiri wa kusimamia mali zetu. Mali ya Wakongo ibaki kwa ya Wakongo. Sawa sawa. Mali ya Watanzania ibaki kwa ya Watanzania. Sababu Mungu ametubariki. Kama hii Kongo, nikiangalia hivi. Kwa sababu siku nyingine nimekuja hapa, wakanipeleka kununulia mke wangu kitenge hapo kwa sokoni. Nikasema nataka kununulia mke wangu kitenge. Nimeteremka. Nimekuta dhahabu kwa meza kama nyanya. Nikamuuliza huyo mama, hii ni nini? Hii ni dhahabu. Dhahabu hiyo. Dhahabu inakaa kwa meza ndio. Kwa box tu. Dhahabu huko kwetu, kwanza kuingia mahali wanauza dhahabu, kuna askari kwa mlango, kuna chuma, mlango wa chuma, yule anakufungulia, yuko ndani anakuangalia kwa kioo, yuko tinted nyeusi, yule anabonyeza taa, unaingia. Na kama unaingia wanakusearch kama uko na silaha. Hapa mnaweka kwa meza kama nyanya. Niliogopa. Na watu wanakuja, ananunua, anaishika kabisa dhahabu. Pesa ngapi? Hivi. Dhahabu. Hivi. Huwezi kupata huko. Ni kwanza hata hiyo ukivaa tu hapa. Mimi napendaga kuvaa hiyo. Mimi nashangaa hapa hata watu wavaa siku nini. Na hiyo imeizagara huko. Mnitafutie mimi mniletee. Ukivaa hapa hiyo cheni ya dhahabu, kuna maeneo huwezi kwenda. Ukienda wameshakamata huko kwetu. Kwa ukitembea, wakina mama kama anajua naenda Kariakoo, anavua, anaweka, anaficha. Akitoka ndio anavaa. Lakini hapa iko juu kubwa kabisa, juu ya mkono na hii. Hakuna mtu anashughulika nayo. Haleluya. Kwa hiyo ni kuonyesha kuna utajiri. Amen. Kuna utajiri. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Kanisa, tuombee viongozi wetu. Kanisa, tuombee serikali, ili Mungu awape, wanaweza kuwa na hekima lakini ujasiri. Unajua, kuingia kupambana na wazungu sio kitu ya mchezo. Sio kitu ya mchezo. Unaojua rais wetu kule Dar es Salaam anasema vita ya uchumi ni mbaya sana. Ukianza kunyang'anya mali wazungu walizoea kuchukua, ukae vizuri. Ndio maana mkipata viongozi wakianza kufanya hivi, msimame nao kwa kweli. Msimame nao. Kila mmoja uwe na risasi kabisa. Unalinda kiongozi, sababu anapambana na vita mbaya. Wazungu wanataka kunyang'anya kila kitu. Hata kama kuna wazungu hapa. Tuambie ukweli. Uranium mko nayo, sio? Wale watu nilikuwa nimekaa na waziri mkuu. Nilikuwa nazungumza na waziri mkuu wa kwetu. Nikamuuliza waziri mkuu, labda nina mambo mawili nataka kuuliza waziri mkuu. Hivi unajua unasafiri nje, South Africa, Ulaya, wapi? Mnaona mambo. Unaona vile maendeleo yako kule. Yale maendeleo unaona China, Amerika, Ulaya hayakuwa hivyo tangia mwanzo. Kuna watu walijitoa muhanga. Kujitoa muhanga mnasemaje? Sacrifice. Walisimama mahala palipobomoka kwa ajili ya watu wengine. Waliishi. Hao watu walijitoa muhanga hawapo leo. Hao watu walijitoa muhanga walishakufa. Lakini wanafaidika wengine. Amen? Wanafaidika wengine. Nikasema hapa kwetu hakuna watu wa kujitoa muhanga. Kwa sababu tuna vitu sisi, hao wanategemea kuzalisha umeme. Kwa mfano wanatumia
nuclear. Ile nuclear, wanatengeneza nuclear, wanazalisha umeme. Umeme yao haikatiki, wanajenga viwanda. Sisi ile madini inatengeneza nuclear iko hapa. Iko tuko nayo. Alafu wao wanatokeza. Chunga mdomo. Unajua siku moja nimealikwa Ikulu. Sikia. Siku moja nilialikwa Ikulu na Rais Kikwete. President alinialika Ikulu. Pale Ikulu mnasemaje? Nilialikwa pale presidency na president. Alinialika nikakule tu chakula mchana pale. Ilikuwa mwaka juzi ile kabla ya election. Nasema Kifaransa pale. Sasa tukiwa pale Ikulu, nilienda na rafiki zangu wengine maaskofu, tukawa tumekaa. Tunazungumza na president sasa. Na mimi niko hapa, yeye yuko hapa, sasa wenzangu wamekaa. Mimi naongoza msafara. Tuko na president. President nikaongea naye. Anasema tukamwambia vile watu wanasema huko. Unajua sisi, sikizeni mawaziri. Sisi tuko karibu na watu wengi nyinyi. Wewe nakwambia. Unajua mimi hapa mchungaji mtu anaweza kuniambia chochote hata kama ameiba. Wewe akwambii. Akwambii. Sababu nakumbuka siku moja kanisani alikuja dada mmoja, aliua mtoto wake. Alinyonga mtoto akaua kwa mikono. Akaja kutubu. Mchungaji nakaa na hukumiwa nini? Mimi niliua mtoto wangu. Wapi? Huko si wapi? Umekuja kanisani. Sasa na mimi nikaomba naye, ametubu sasa. Siwezi kumpeleka polisi. Ametubu. Sasa amemaliza kutubu, tukawa naye kanisani akajifunza, basi kama Mungu anakusamehe, Mungu anasamehe. Hata kama umeua Mungu atakuwa. Kama umetubu Mungu anakusamehe. Si umeacha? Ni makosa umefanya. Sasa siku moja mimi baada ya nikasema kanisani namna hiyo. Kama hapa kanisani. Kesho yake akaja mkuu wa kituo ya polisi. Anasema Bishop, samahani. Kuna habari tumepata. Kuna mama aliua mtoto. Sasa tunaweza kumpata huyo mama tumwone. Nikamwambia ndugu yangu commissioner, ni commissioner wa polisi. Kaambia commissioner, unanikosea. Unaniingilia kazi yangu. Hii ni ya kwangu. Wewe unatakiwa mkamate kabla hajaja kwangu. Akishakuja kwangu amekosa. Haleluya. Akishakuja kwangu amefanya nini? Sasa wewe ukimchukua leo, hii toba yake itakuwa na maana gani? Kwa nini ametubu sasa? Ulipaswa tu mkamate kabla hajaingia kwa mlango wako. Huyo ni wako. Lakini akishaingia, huyo ni wako. Kwa hiyo naomba endelea na kazi nyingine na Mungu akubariki. Sasa tuko na president. Kwa presidency. Tuko naye pale tunaongea. Baada ya kumwambia maneno yale watu wanasema, na wakati huo kampeni imekamata namna hii. Kampeni imekamata. Bado wiki mbili election. Akaniambia unajua president. Akasema unajua watu wanasema tu. Watu wanafanya nini? Hawajui ile nguvu niko nayo. Na mimi nikanyamaza. Akasema mimi. Unaona? Wakati tunaongea sio unajua wale wa security wamesema pale ndani, lakini mwingine anasema kama hawaangalia anaona yuko hivi. Mwingine anaangalia tu hata wapo tu wako wengi tu. Maana unajua mtu kama rais anaenda. Kwa hiyo sasa akasema unaona tunaongea na nyinyi hapa. Tunazungumza chini. Mkiondoka alafu unaona watu wanazunguka. Ningesema hawa watu mimi nikimaliza kukusindikiza ukitoka nikirudi niwaambie nasema huyu askofu mimi simuelewi. Niseme tu huyu askofu mimi simuelewi. Unakamata. Unaona? Vile rais aliniambia, president aliniambia. Nikasema na akasema
Nikisema tu huyu bishop, huyu askofu, mimi simuelewi. Sasa wanakukamata, wanakuweka, wanasubiri niseme nyingine. Umeelewa? Sasa umuelewe, haya mzee, tumeshamkamata. Haya nyingine, na hawaniulizi. Wanasubiri tu mimi nikumbuke. Niseme, nikikusahau utabakia hapo. Sasa kweli. Wakati mwingine mdomo akasema mimi au watu, unajua nikitumia mamlaka ya rais ni kubwa sana. Lakini najaribu kuwa mzuri kwa watu. Lazima niishi na watu vizuri. Huwezi kutumia nikitumia madaraka yote ili kukatiba. Kuna mtu akapita njia. Nikipita hivi inabidi walale chini. Akasema mimi ni mkubwa. Aliniambia rais. President aliniambia. Kwa hiyo wakati mwingine sisi ukweli sisi kama watumishi wa Mungu hatuna sababu ya kushindana na serikali. Amen. Hatuna. Mimi nasoma Biblia. Nasoma. Lakini Biblia haijanambia serikali ikiingia madarakani ndio hiyo. Hata kama ulikuwa uhitaji ndio hiyo. Sasa wewe simama kuiombea. Ukipata nafasi ya kushauri, unawashauri. Wakikusikia haya, wakikataa haleluya. Haujapata nafasi ya kuwashauri, omba. Tena Kongo mna bahati, watumishi wa Mungu. Mnahubiri tu. Mnahubiri tu. Mnataka nini tena? Sio kazi tumejua. Sasa kazi yetu ni kumwomba Mungu atupe hekima na nguvu ya kuwadhihirishia au viongozi wa serikali kwamba tuna Mungu. Alafu na wao waanze kuja kwetu. Waone haja ya kuja kuomba ushauri kwetu. Amen. Lakini tukiwashambulia wataona haina haja. Hawa watu ni wapuuzi. Wanatutukana. Kiongozi wa kanisa hupaswi kutukana serikali. Sema amen. Haleluya. Na viongozi wetu wa serikali hamupaswi kutubana. Kabisa. Mnapaswa kuja kufanya kazi na sisi. Mtuulize. Unakuja evek. Mambo iko na hapa namna gani? Alafu mnasema evek hapa ungefanya namna gani? Basi tunafanya bana. Hiyo usifanye mfanya. Lakini mkitugandamiza tusubiri. Mtatesa nchi. Tusipohubiri injili, nchi inateseka. Nchi inapaswa ihubiriwe. Unajua mbona nikwambie kitu moja. Ukikamata mwizi, askari wako umekamata, watakamata mwizi, utapeleka mtafunga, sio? Atakaa jela. Akimaliza akija anaiba mara mbili. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu jela haibadilishi tabia. Tabia ni kitu iko ndani. Kitu inang'oa tabia ya ndani ni neno la Mungu. Utakamata mwizi, utatandika teke, utachapa. Nini mwizi kibaka piga toka. Anatoka hapo ameumia tu juu. Ndani mzima. Haleluya. Na kama ndani yuko vile vile, akipona majeraha, akishapona, akijinyosha akisema mzima, akifanya hivi akijisikia mzima, anaanza kuiba tena kuiba. Kwa sababu ndani ni yule. Lakini mkituletea sisi, tukishirikiana na sisi viongozi wa dini wahubiri, mkatutia moyo na sisi, tukahubiri kwa furaha, tutafanya kazi ya kubadilisha mtu ndani. Amen. Alafu na wewe utalala nyumbani. Ukishawabadilisha, mtalala nyumbani sasa. Usingizi itakuja. Sio unalala radio call hiyo kama. Inapungua sasa hiyo. Unapunguza hata sauti ya radio call. Unalala kidogo. Unajua nchi sasa ni sana. Wachungaji, maaskofu wamefanya kazi. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Kwa hiyo ndio kazi yetu sisi kama kanisa. Tunahitaji ushirikiano wenu, na mimi nasimama kwa niaba ya wenzangu mahali palipobomoka. Kanisa linahitaji ushirikiano wa serikali. Amen. Na serikali inahitaji ushirikiano wa kanisa. Amen. Sema amen. Amen. Sasa sisi wa kanisa tusimame vizuri mahali petu. Amen.
Sasa sio ukitupa nafasi kila siku ni kwenda kuomba hela ya kula. Hii mimi nawaambia. Kuna watumishi wengine wanafanyaga hivi. Anajua huyu diwani, huyu medesa alisema pale, mama nasemaje si pale sasa. Mimi Kifaransa yangu ni ndani sana. Excellence. Bonjour excellence. Unasema sasa, unajua jana Mungu amesema na mimi juu ya maisha yangu. Sasa nimekuja sasa leo nikuombee. Lakini toa sadaka kidogo. Utasababisha wakudharau. Haleluya. Unajua kwa mfano nikwambia ukweli, mimi pale Tanzania nina heshima kubwa sana. Viongozi wa serikali wananiheshimu kwa sababu mimi siwezi kuomba hela. Sio ombaji. Mimi ndio wanakuja kwangu na nawaombea, wabarikiwe waende huko. Sawa. Na ni vijana, kwa mfano mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndio mnaita governor. Yule governor ya Dar es Salaam ile yote ni mtoto wangu. Nimemlea mwenyewe. Nimempeleka shule. Kijana amekulia nyumbani kwangu. Sasa leo rais amemchukua, amekuwa ndio governor. Sawa. Lakini nikwambia hata jana tunaongea na mjambo. Hatuombi hela kwake. Na anatuheshimu. Akija hata akinipigia simu nikipokea, baba shikamoo. Kwa sababu nimemlea na ninatunza heshima yake. Sasa kila siku niwe nyumbani kwake. Tumeishiwa kama mchele. Akupe kidogo uende. Hata kuna mchele wenyewe iko, ni yale unataka tu uweke hapa. Ikiisha unakwenda hata yule mtoto wa shule imeshe. Tuombe. Unaomba uongo. Kitu unataka hapo ni mafuta. Huyu mtu atakudharau. Nasema si ni kweli? Kama mimi nakusumbua hata kama ni event. Sawa, unasikia event. Nakuja kwako kila siku na lomba. Ukisikia ni mimi sasa, tunaambia mwambie niko na kazi mingi. Ukishaambiwa kuna kazi mingi, unajua umeshaanza kudharauliwa. Unaanza kukataliwa. Tunawakera hawa. Waache wafanye kazi zao. Sawa. Silete kero unajua ni nini? Ile usumbufu. Hata wao wanaona hata wamefurahi nilivyosema unawasumbua, kuna watu wanasumbua. Wamefurahi hao. Sasa wakati mwingine wanakuja na nyie sasa na nyie msitutafute tu wakati wa uchaguzi. Haleluya. Maana huko kwetu nimeona wakati wa uchaguzi kama mimi wakati wa uchaguzi na mpaka wanacheka. Nasema kazi sasa. Utasikia simu tu. Hapo tuna ndege. Bishop. Uko wapi? Nasema niko nyumbani. Naweza kukuona mzee. Nasema tukutane ofisini. Siku unaitwa mzee. Anakuja mpole na sadaka. Nimekukumbuka. Nimeona kidogo sadaka hii. Lakini tangu eleksio ile miaka 5 imepita, sijaona simu, leo kuna nini? Hata mimi nguvu inapungua ya kuomba. Hata mimi nguvu inafanya nini? Ila mimi huwa ni mkweli. Niliwahi kumwambia mmoja, alikuja na hela nyingi sana kwenye bahasha. Nikamwambia naomba uende na pesa yako. Nilimwambia kabisa, naomba uende na pesa yako. Pesa nahitaji. Lakini kwa jambo hili Mungu akusaidie huko mbele. Kwa nini nikamwambia hapana, nenda tu. Siwezi kuomba, kwa sababu hii inakuwa kama unanipa hongo. Na hii sasa unanifanya kama mganga wa kienyeji. Na nyinyi msikubali kuwa waganga wa kienyeji watumishi wa Mungu.
Usibabaike. Na nyie wa ndugu zangu, mtukumbuke wakati wote tuwe na ushirikiano. Sasa unajua ukiwa na uhusiano na mimi kwa siku zote, hata wakati wa election ukija ni kawaida. Sina kuoka na wewe. Lakini sasa siku zote, hata simu yangu ulikuwa upokee. Hata jambo fulani ulikuwa unataka kunisikiliza. Sasa uchaguzi umekubana. Ukiona mpinzani wako yuko vizuri, Eveki yuko wapi? Ndio nakuja Eveki. Bonjour papa. Bonjour papa. Sasa leo ni papa. Haleluya. Kwa hiyo tuwe na mahusiano ya siku zote. Sijui ni na kila fikiri mna mahusiano, maana nawaona naona mna mahusiano. Kuna sehemu zingine hiyo haipo. Wanakuja wakati wa shida. Wakati wa shida tu unasikia bishop nini mimi hapana. Lakini mimi nao marafiki wanasiasa wengi. Wanakuja nyumbani, tunakula nao, nakwenda kwao. Lakini sio sumbui. Si shida. Wao ndio wananitafuta mimi. Mimi si watafuta. Labda kuna jambo la muhimu nitamwambia. Kuna rafiki mwingine alikuwa ni minister mkubwa sana pale Tanzania. Mke wake amekufa juzi tu, amefariki. Nikaenda kwenye msiba, nimefika kwenye msiba pale, watu wamekaa, mawaziri, waziri mkuu yuko na nani na nini, makamu wa rais. Mimi nikafika pale. Nimefika, alivyoniona hata watu walijua ni rafiki yangu. Alivyoniona alilia. Akatoka akaja tukakumbatiana akalia. Sababu tuna mahusiano. Na mimi nikapanda ndege nikaenda kwao. Nikaenda kuzika mke wake. Kwa sababu tuko na nini? Mahusiano. Haleluya. Sisemi kila mmoja uwe na mahusiano naye hivyo, lakini angalau nikijua minister huyu yuko na mahusiano na pastor na makanisa, hana shida, anashirikiana nao. Lakini kushirikiana haimaanishi hata ukifanya makosa wasionywe. Wanaonywa. Sawa wakubwa, mnawaonya viongozi wetu nyinyi wa kiroho, lakini hapa sio sawa. Fanyeni hivi. Na sisi mkifanya makosa mturuhusu tuwaonye. Tuambie minister, hiyo sio unafanya sawa, lakini ukifanya hii itakuwa sio sawa. Na nyinyi mtusikilize. Si ni hivyo tu? Ndio. Alafu mtaona sasa nchi inavyoenda. Mimi naona Kongo inaenda mbali. Naona Kongo inaenda mbali. Sasa nimesema maneno mengi. Mwisho nataka kuomba na wewe. Amen. Utakuwa tayari? Nataka tuombe juu ya kanisa, tuombe juu ya serikali. Serikali tukiomba tuwaombee na hawa ndugu zetu. Sawa sawa? Tuombe kwa ajili ya hiyo. Hili eneo letu la North Kivu. North Kivu. North Kivu. Ndio North. Kwa Kiingereza tunasema North. Haleluya. Walitaka niongee Kiingereza hapa, sasa ingekuwaje leo? Na nyie Kiingereza mligombana nacho. Haleluya. Niwakaribishe kwetu Dar es Salaam. Kija Tanzania unitafute. Uwe mbunge, uwe minister, uwe nani, umesema wewe ni justice. Ndugu. Nani? Na nyie ndugu zangu mkija mnitafute tu. Mleteni. Haleluya. Na leo nikimaliza nitapiga picha na nyie hapa. Niwapelekee na wako naambia hata huko Kongo na marafiki. Haleluya. Kwa hiyo wakinichoka kule na hamia huko. Mwambie gavana kabisa, una mgeni. Mwambie gavana unaona askofu mwingine amehamia huko. Kwa mnipe uraia wa Goma. Wakinivuruga kule, nahamia huko. Nakuja sikiwanja hata mniweke pembeni ya mji huko. Kama viwanja vimeisha mjini. Basi nakaa maana mna upendo sana. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya rafiki yangu, ndugu yangu Eveki Joel. Huyu ni mtu ambaye tulionana muda, tulikutana tu Nairobi. Alikutana na hubiri Nairobi. Alafu yeye anasema alinipenda. Yeye akanialika kuja Goma.
lakini nilipokuja na mimi nikampenda. Sawa sawa. Alafu watu wa Goma wakanipenda, na watu wa Dar es Salaam wanampenda sana. Amen. Alisema maneno wakampenda sana. Na hata vijana, kuna watu nimekutoka nao Dar es Salaam, hata huyu anapiga picha na wengine wanapiga video wako, wamekuja watu wa media, lakini watarudisha salamu Dar es Salaam. Hata jana wameniambia kwamba umetuzwa vizuri sana. Ila mnawalisha sana. Mnawalisha sana chakula. Unataka wawe namna gani? Wakienda kule chakula kikosekana, utanipa mimi shida. Haleluya. Kwa hiyo mimi nashukuru, pokeeni salamu kutoka Tanzania. Wa Tanzania wanawapenda, wanawaombea. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba nilikuja kugundua tabia za Wakongo na Watanzania zinafanana. Sasa nikajua kumbe tuna undugu. Amen. Kwa hiyo ninafurahi nikiwa hapa na Mungu wangu awabariki sana. Sasa tunaweza kusimama. Nataka tuombe. Na nitaongoza haya maombi mimi mwenyewe. Kitu cha kwanza nataka tuombee serikali. Tutaombea rais, tutaombea magavana, na hasa gavana wa jimbo letu la North Kivu. Tutaombea mawaziri hao na wabunge. Tutaombea wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wa security hao. Alafu tutaombea wote. Sasa viongozi wote wa sheria hawa. Alafu Mungu wangu nayemjua atafanya jambo jipya. Na kitu kile kimekambata moyo wangu zaidi ni hali ya uchumi. Uchumi wa nchi ukipanda, watu wanakuwa na furaha. Watu wakishiba, ukiwaambia maneno wanakusikia. Watu wakiwa na njaa hawasikii. Ukinaambia ni kusikilize na sijara, unanipa shida. Unanipa shida kwa. Lakini nikishiba nitatulia, nitakusikiliza. Uchumi ukipanda, watoto wote watasoma vizuri. Mauniversity yataboreshwa, yatakuwa mazuri. Kwa hiyo watu wakisoma, na unajua kama unataka kupata shida kwenye uongozi, ongoza watu wajinga. Ni kazi ngumu kuongoza watu wajinga. Kama watu wajinga hawakuelewi. Watu hata kanisani ukihubiria watu hawajasoma kabisa, una kazi. Inabidi ueleze vizuri sana. Ukieleza watu, ufundisha watu wamesoma, wanaelewa tu. Ni rahisi kuelewa. Kama waliweza kuelewa mashine kwenye picha, kwenye mchoro, wataelewa tu. Amen. Kwa hiyo tunataka tuombee mambo haya. Inaomba kuna kwa mbele. Sema Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa uaminifu wako. Na asante kwa uweza wako. Mchana wa leo tumesikia maneno yako. Tunasimama kukushukuru. Napenda useme kwa sauti ya ujasiri. Amen. Tunataka kumshukuru Mungu. Sema napenda kukushukuru mchana wa leo. Napenda kukushukuru kwa ajili ya nchi yangu ya Kongo. Hii ni nchi yangu. Umenipa kama zawadi. Umenifanya niwe Mkongo. Katika mpango wako Bwana Yesu, ulinikusudia niwe Mkongo. Asante kwa sababu niko Kongo. Ninaipokea nchi yangu kwa moyo wa shukrani. Asante Bwana Yesu. Leo ninatamka kwamba ninaipenda nchi yangu na ninaikubali nchi yangu. Na sasa ninasimama mahala palipobomoka kwa ajili ya nchi yangu ya Kongo.
ninasimama kuteka nyara kila mali ya Kongo. Itabaki kuwa mali ya Kongo. Kila mali ya Kongo itakuwa kwa ajili ya Wakongo. Kuanzia sasa, wewe Mungu uliyeumba Kongo, tunasihi neema yako kwamba sisi kama Wakongo tufaidike na uchumi wa Kongo, tufaidike na mali ya Kongo, na watoto wetu wote na vizazi vyetu vyote vifaidike na uchumi wa Kongo. Mali za Kongo ni mali za Wakongo, hivyo tunazipokea kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa shukrani. Asante Bwana Yesu, kwa ajili ya uchumi wa Kongo. Sasa Bwana Yesu, natamka neema juu ya uchumi wa Kongo. Natamka uaminifu wako na nguvu na uweza na hekima na ujasiri ndani ya watu wako, ili uchumi wa nchi ya Kongo ubaki kuwa mali ya Wakongo, kwa kuwa wewe Mungu uliumba Kongo, ukawaumba na hawa watu, ukawapa nchi yao. Mahali yoyote iliyoko chini ya ardhi, mahali yoyote iliyoko ziwani, mahali yoyote iliyoko katika mito, mahali yoyote iliyoko angani, mahali yoyote iliyoko chini ya miti ni mali yao. Na Baba, na si neema yako kwamba mali hii ibali kuwa ya kwao, wakaifurahie, wakafaidike nayo, wakafurahie uumbaji wako, kwamba Mungu uliwapa nchi hii, ukawapa na mali za kufaidika nazo. Hata mmoja asijute, kusiwe majuto ndani ya watu wako, katika Kristo Yesu, amen. Haleluya. Naomba viongozi wa serikali tunyoshe mikono juu yao sasa. Amen. Tuwanyoshe mikono viongozi wa serikali. Viongozi wa serikali tunaomba mwinue mikono mtu aombe sasa. Viongozi wa serikali tunataka tuombe. Tamka neno la baraka juu ya watu hao. Tamka hekima na ushindi. Tamka hekima ya Mungu, tamka neema ya Mungu na maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatamka neema ndani ya maisha ya watu hao. Natamka uaminifu ndani ya maisha ya watu hao. Natamka uwezo wako ndani ya maisha ya watu hao. Natamka Baba, roho zao kuokolewa. Natamka ushindi ndani ya maisha yao. Natamka hekima na ujasiri ya kusimamia mali za nchi hii, ya kusimamia haki za watu wa nchi hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata mmoja asiwepo wa kuishi kwa maisha yake, bali waishi kwa ajili ya watu wao, na wao wakaione faida, na vizazi vyao vikaone faida. Kwa utukufu wako Yesu, ujidhihirishe na maisha yao. Endelea kuwapigania, uwawezeshe, uwainue, uwape hekima na ushindi, katika Kristo Yesu, na wabariki. Amen. Haleluya. Hebu tuombee hawa ndugu. Hawa ndugu ni muhimu sana. Sema naona hawa wanawakilisha maelfu ya askari. Si ndio? Tunataka hawa watu wafurahie maisha. Na uchumi wa nchi ukikua, hawa watu wakalipwa vizuri, tutaishi vizuri zaidi. Wakati mwingine, ngoja niwe mkweli, maana hii ni Afrika. Afrika ni moja. Hata nimeenda South Africa, nimekuta shida hiyo. Wakati mwingine mko na askari wale wadogo wanakuwa hatuwezi kuwalipa vizuri. Nchi zetu hizi za Afrika lazima walipe mshahara mzuri, kwa sababu hazina hela. Sasa kama hela hamna, unampa nini? Lakini uchumi ukikua wakalipwa. Sasa tunasema askari wana njaa. Wewe ukiwa na njaa unakaa nyumbani? Ukiwa na njaa unatulia? Unahangaika? Kwa tuombe neema ya Mungu juu ya watu hawa. Kanisa alipaswa kuwasema vibaya hawa, inapaswa kuwaombea hawa watu muhimu sana. Nyie mkisikia hapo nje, hapo kwenye pori hapo vita, mnaendaga nyinyi? Nyie mnaendaga? Sema mnakimbilia kwa majumba, mnaenda chini ya kitanda. Hawa wanatoka, wakati sisi tunajificha kwenye mawe ya Goma, hawa wanatoka. Huyu akijificha utakuwa salama. Sasa tufikirie tu.
Mimi nawaheshimu sana hawa. Wanajitoa muhanga kwa ajili yetu. Tunatakiwa kulia usiku na mchana. Hata viongozi wetu hawa wanawaheshimu hawa. Wanajua bila hawa hata wao hawako sana. Sasa kwa hiyo hawa wanajitoa mbele kufa, hawa wapone. Si ndio? Wanajitoa mbele kufa na sisi tupone. Si ndio? Ukisikia hapo mlimani unasema wale jamaa, si mnajua wale? Wanaitwa si nini wale? Mimi sitaki kusema. Mimi sitaki kusema. Asisha tuendake huko. Utavaa suti yako, utaenda kazini. Utaenda kama ni biashara, utaanza kuuzisha duka yako. Si ndio? Kama ni wapi utaenda. Au hawafanyi kazi nyingine. Anaweza kuvaa hii buti mpaka miguu inaoza. Yuko polini. Ili wewe uwe salama. Nasema wewe ndio hivyo. Unajua kwa nini wabeni ukweli? Mimi nimekaa jeshi. Ninajua jeshi. Sema naelewa. Ninajua mimi sisemi kitu sijui, najua. Mimi nimekuwa ofisa. Ninajua hawa watu wana kazi. Mafunzo nimepita mimi. Mafunzo ili unajua huyo yao mwanajeshi, ili huyo polisi au nani? Hao watu wanateseka. Ulipigwa teke hata wewe. Si ndio? Kanyago hapo ukapigwa kwa maji nini? Sasa leo uko sawa. Lakini pale umepita hawajui. Ndio. Usiombe mafunzo haya ya maofisa. Ni tofauti na mafunzo ya askari ya kawaida. Sio unataka kiongozi bwana. Wanakufaga watu. Na mbaya sasa jeshini kwenye mafunzo akifa mmoja tunasema mafunzo yamefanikiwa. Hebu fikiria. Anakufa mwenzenu wanasema songa mbele, mafunzo yamefanikiwa. Amekufa. Hawataki utegeuke huko. Songa. Unaenda kwa hawa watu muhimu sana. Nyosha mkono hapo. Watu mshanyosha, samka hapa neno. Tena ni wanyenyekevu kweli hawa watu. Baba yetu na Mungu wetu, natamka neema juu ya maisha ya watu hawa. Asante kwa ukuu wako na uweza wako. Asante kwa mbaraka wako ndani ya maisha ya watu hawa. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Baba, angalia unyenyekevu wa watu hawa. Na si neema yako juu yao. Na si ukuu wako dhihirika. Wape ujasiri, wape hekima, wape nguvu, wape kuishi kwa ajili ya watu. Angalia jinsi uliwaita kwa makusudi. Na makusudi yako Baba yakatimie juu ya maisha yao. Kwa utukufu wako Yesu, natamka neema, natamka uaminifu, natamka uweza. Watazame Baba, uwalipe watu hao. Bwana Yesu, uwalipe watu hao. Bwana Yesu, ukawalipe watu hao. Ujidhihirishe na maisha yao. Katika Kristo Yesu wasipungukiwe, wakaione kesho njema, wakaone wema wako kwa utukufu wako Mungu aliye hai. Ninawabariki. Sema amen. Mungu wangu awabariki. Fanyeni kazi yenu. Mungu atawavusha. Amen. Kama kuna jambo lolote, watumishi wako waone tu, wataomba na nyinyi, mnasonga mbele. Amen. Kazi yenu ni hatari kila siku. Amen. Amen. Haleluya. Sasa tunaomba mmoja la mwisho. Tuombe sasa ushirika na mahusiano serikali na kanisa. Sawa watumishi? Hiyo ni muhimu sana. Tuombe neema juu ya serikali. Kwanza tumemwombea rais. Si bado? Hatujatamka rais, hatujatamka gavana. Sawa? Inua mkono juu. Bwana Yesu, tunatamka neema juu ya rais wa nchi hii. Asante kwa sababu hautamsahau mkuu wa nchi hii. Asante kwa hekima ndani yake. Asante kwa neema yako ndani yake. Asante kwa sababu unamjua rais wa nchi hii, Mheshimiwa Joseph Kabila. Ulimjua tangu mileleni na sasa unamjua. Tunatamka mbaraka na maisha yake. Tunatamka afya, tunatamka hekima, tunatamka ulinzi wako juu ya maisha yake. Tunatamka Baba utoshevu na maisha yake. Katika Kristo Yesu tunambariki mtumishi wako. Sema amen. Aya, gavana anaitwa nani jina? Julie Paluku. Julie Paluku. Sasa hiyo tutasoma. Julien Paluku Kahonge. Haya, sawa sawa. Ni jina la Kibantu. Hamna shida. Haleluya.
Hebu tumuinue mbele za Bwana. Si ndio kiongozi wetu? Ndio. Unajua kiongozi yeyote akiwepo ni mtumishi wa Mungu. Hata wao ni watumishi wa Mungu. Wanafanya kazi ya juu ya watu. Na Mungu ameweka watu kwa ajili ya watu. Hata sisi wachungaji tunaweka na maaskofu tunaweka kwa ajili ya watu. Hata wao, kwani wao wameweka kwa ajili ya wanyama? Si kwa ajili ya watu. Hata hawa wanalinda watu, wanamtumikia Mungu. Amen. Amen. Nyosha mkono juu, tamka neema juu ya Governor Excellent Julian Paluku Kahonge. 1 2 3. Bwana Yesu, tunatamka neema juu ya Governor wa jimbo hili la North Kivu. Asante kwa kuwa ulimjua ukamuita kwa makusudi yako. Na sasa Baba, leo tunatamka kuinuliwa kwako, tunatamka ulinzi kwake, tunatamka hekima ndani yake, tunatamka maisha ya ushindi, tunatamka uwezo wako, tunatamka Baba utukufu wako kudhihirika katika maisha yake. Ndugu yetu huyu mtumishi wako Julian Paluku Kahonge, Baba ukamguse pale alipo, hata kama ameshindwa kufika hapa, lakini ukaguse na maisha yake, ukainua maisha yake, ukambariki kwa utukufu wako. Kila mmoja aseme amen. Sema amen. Sasa wote tuinue mikono wote. Sasa hivi ninatamka mimi. Bwana Yesu, umenileta katika nchi hii kwa makusudi. Umenileta katika nchi hii kwa makusudi yako. Haukunileta kwa ajili ya matembezi. Haukunileta kwa ajili ya jambo lingine lolote, bali kubariki nchi hii. Umesema unatubariki tufanyike kuwa baraka. Maneno ya kinywa changu nitakayoyatamka hapa yakatimie juu ya nchi hii. Ninatamka kuinuliwa kwa kanisa lako katika nchi hii. Ninatamka kufanikiwa na kuwa na nguvu kwa kanisa lako katika nchi hii. Kanisa lako likang'ae kama nyota ya asubuhi katika nchi hii. Kanisa lako likapate heshima katika nchi hii. Bwana Yesu, jitukuze kupitia watumishi wako. Wape hekima, wape nguvu na uwezo. Na Baba, natamka neema juu ya serikali ya nchi. Natamka neema juu ya rais wa nchi. Natamka neema juu ya magavana wa nchi. Natamka neema juu ya mawaziri wa nchi. Natamka neema juu ya wabunge wa nchi. Natamka neema juu ya madiwani wa nchi. Natamka neema juu ya viongozi wa vyombo vya ulinzi wa usalama katika nchi. Baba, uwafanikishe. Baba, uwabariki. Bwana Yesu, ninatamka amani katika nchi. Ninatamka salama katika nchi. Ninafunga kila roho za faraka na magomvi. Ninaharibu kila roho za vita zinazoinuka katika nchi. Ninaharibu roho za wizi za kuiba mali ya Kongo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninazifunga. Na sasa natamka hekima ndani ya viongozi wa nchi, ili Baba wakajue jinsi ya kusimamia mali za nchi na kuijenga nchi kwa mali zao wenyewe. Mali ya Wakongo itabaki ya Wakongo. Mwizi yeyote wa nje ya Kongo, Baba, natamka uharibifu juu ya maisha yake. Mwizi yeyote nje ya Kongo, Baba, natamka maangamizi juu yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neema yako Baba ikasimame na uwezo wako, mkono wako ukasimame juu ya nchi. Kwa kuwa serikali hii imekubali ushirika na kanisa lako, kwa kuwa serikali hii imeipa heshima kanisa lako, kwa kuwa viongozi wa serikali hii wameweza kuja kukaa na sisi na kutusikiliza, ninawabariki. Amen. Nasema ninawabariki. Amen. Na kwa sababu hiyo, Mungu, okoa taifa lako. Amen. Okoa Kongo. Okoa Kongo. Okoa watu wako, okoa viongozi wako Kongo, okoa uchumi wa Kongo. Dhihirika kwamba wewe ni Mungu uwezaye na hakuna lisilowezekana kwako. Katika Kristo Yesu, natamka ushirika sasa kati ya kanisa, natamka ushirika sasa kati ya kanisa na serikali. Natamka umoja na muunganiko katika kazi kati ya serikali na kanisa. Kwa utukufu wako ninakubariki, na kila mmoja aseme amen. Sema amen. Sema amen. Geukia jirani yako, mwambie umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa. Asanteni sana. Unaweza kuketi. Haleluya. Asanteni sana. Ila lazima niondoke na kumbukumbu hapa. Ndugu zangu mawaziri, wabunge, madiwani na wakuu wa vyombo vya usalama, mimi nitaondoka na picha zenu kule Tanzania
Tawaonyesha wenzenu, tawaonyesha mawaziri wenzenu, tawaonyesha wakubwa wa majeshi wenzenu, alafu na wao wajifunze kukaa na kanisa. Amen. Wajifunze kukaa na kanisa. Mungu wangu awabariki sana. Asante. Acclamons très très bien. Est-ce que vous avez été béni par le message? Donc il y a des